Karibu mpenzi mtazamaji wa Bedkiko Creativity kwenye kipindi chetu cha Campus Live. Kipindi kinaitwa Campus Live. Na siku ya leo bwana, nipo na kama kawaida nipo na MC Koko hapa kama co-host, lakini tuna mgeni wetu kama mnavyomuona, mgeni wetu kabisa ameshiba. Amekuja kwenye kipindi tajiri. Hebu jitambulishe kwanza mheshimiwa. Yes, kwa majina ni Joseph Bruno Mpango, ni mwanafunzi wa Masters course ya Project Management in Modeling Evolution. Okay, course hujatuambia ni chuo gani mheshimiwa? Mimi ni mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE. Aha. Karibu sana, karibu sana. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Na hii kipindi bwana tunaongelea sana maisha ya wanafunzi, ndio maana tunakiita Campus Life. Maisha ya wanafunzi vioni, na kwa sababu wewe umeshafika masters, najua umeshapitia mambo mengi sana kwenye vyuo, si ndio? Yes. Sasa leo kama kipindi chetu kilivyo, tunaanza na mada ya siku ambayo leo tunataka tuongelee kwa unajua kwenye vyuo vyote lazima kuna wale walimu ni wanoko vibaya mno. Ndio. Ni wanoko, yaani kuna walimu ambao wanatengeneza maisha ya chuo kuwa ni kama jehanamu. Jera. Kama jera. Yaani unaweza kukuta ni mwalimu anafundisha somo rahisi sana, lakini anafanya maisha yanakuwa magumu kweli. Moyo wangu. Nankera sana. Mheshimiwa, bila shaka umeshakupitia maisha kama hayo. Yes, shakupitia. Umeshakupitia na umeshakuona walimu kama hao. Wapo wengi sana. Sasa leo hebu tuongelee. Unajua pia hata watazamaji nao wanajua wameshakupitia vitu kama hivyo. Mimi nimeshakuona mwanafunzi amejinyonga kwa sababu ametengenezwa maisha magumu sana na mwalimu wake. Hivi issue kama hiyo inakuwa kwanza kwa mtu ambaye najua na wewe kuna story fulani ulikuwa nayo. Kweli kabisa. Hebu tuambie kwanza walimu wa aina hiyo wapoje. Kabla sijaanza na story yangu, acha niimbe hili. Nimeniliza sana. Hili limeniliza. Bana, kuna story ilikuwa nchini Kenya mwaka jana mwishoni, katika kudadavua nilikuja kupata kwamba kuna mwanafunzi alijinyonga nchini Kenya kwa ajili ya kukosa amani au hana furaha anaposoma kutokana na mwalimu lecture alikuwa anamkandamiza. Mwamba sasa kabla hajajua alikuwa ni jinsia ya kiume. Kabla hajajua aliandika barua ikimlaumu, yani kabisa barua anaandika kabisa ikimlaumu kwamba mimi nimejiua kwa ajili ya 1 2 3, mwalimu fulani ananikosesha mimi amani. Kila nikienda kupata huku max ananikazia huku. Yaani mwalimu anakuletea huku susharibu, si akupendi unahama sasa pale unakuletea mwingine, basi mimi huku nimeharibu hapa. Hata kama umejitahidi ila yule atakuja lazima alibu na huku, mradi tu maisha yake yasisogee. Basi lile jambo lilimpa sana stress yule kijana mpaka mwaka jana mwezi wa 12 nakumbuka ndio alipofanya maamuzi ya kujiua, kisha kupost ule ujumbe kwenye mitandao ya kijamii. Basi ikawa story yake imeishia hapo. Lakini ni kwa nini inakuwa hivi hao walimu wanakuwa ni kwamba wao wanataka mwanafunzi, yani hiyo ni njia ya kumuelekeza mwanafunzi au yani unachukuliaje mheshimiwa? Mimi nafikiri ni ego tu za baadhi ya walimu kwa wanafunzi, kwa sababu mtu anaweza kutengeneza scenario ya kumwekea mazingira magumu wanafunzi kwa interest zake mwenyewe. Na hizo changamoto mara nyingi zinakuta watoto wa kike, lakini pia hata wa kiume pia wapo kidogo. Wa kiume zinatokea hizo scenario kwa mazingira ambayo sometimes yanaweza kuwa yamesababishwa na watoto wa kike. Let's say kwa mfano, mimi naweza kuwa na mpenzi wangu chuo. Ndio? Alafu mpenzi nilikuwa naye mimi, lecture naye anamhitaji yule mwanamke. Inaumana hapo. Unaona? Sasa je, ni mazingira gani ambayo atanifanya mimi niweze kumwacha yule mwanamke? Atanifanyia mazingira gani ili mimi nimwache yule mwanamke? Lazima nikandamize mimi. Kunikandamiza kwake ni kunifanya mimi somo lake nilione gumu. Na ili nisiweze kuliona gumu, lazima nimwache yule mwanamke. Lazima nini? Lazima kumchukua yeye. Kumbe watu wanateseka vibaya sana. Kimoja ya kitu ambacho kinasababisha ni hicho. Maana mapenzi pia yanaingilia sana kwenye hiyo sekta. Mno. Kuna upande unafikiria kweli wanaonyanyasa zaidi wanawake. Na hata wanaume wanawake. Ngoja ni kwa sababu tunanyanyaswa. Ngoja nikwambie kidogo. Unaona kama Ismail alosema hivi. Mwanaume atanyanyaswa kwa sababu ya mwanamke. Mwanamke ananyanyaswa kama amemkataa mwalimu. Yes. Umeona? Kwa hiyo hiyo kitu kweli inaweza kuwa mbaya. Kwa sababu inawezekana mwanaume ndio unanyanyasa chuoni na mwalimu,
hauelewi ni kwa nini, lakini ukija kuangalia source kumbe kuna somewhere sehemu ambapo mna link, kuna somewhere we most want survival for the fittest wanasema. Uamue uache au ulete endelee kukandamiza. Lakini ukisema kwamba wanawake ni sababu, labda I can say it's a minor factor. Sisi chuoni tunaposoma scenario inakuja, mwalimu both wanaume kwa wote mnanyanyaswa. Yule mwalimu, mimi yule mwalimu sasa kusema kwamba namtaka mtu pale kwa sababu hata age yake imeandabua sana. Ila sasa ni yale tu maksudi, ile tu privilege kwamba haiwezekani msifikishe course wiki. Haiwezekani, yani ni wape max tu. Mnafika pale saa course wiki kujitwekea, na ni serious issue ambayo ni makosa yake, na anakuambia nakupa tena ufanye mtihani. Wewe unanipaje? Wewe unajua ule mtihani ifaulu kwa kibuti. Kama nifaulu kwa kibuti unanipa tena mtihani hapa, sio unaweza kupata max ya chini. Kwa sometimes ni walimu tu mapenzi yao, yani ile kuonyesha kwamba nilipofika hapa nili struggle na wewe you have to struggle. Lakini kwa kitu ambacho tunakiongelea ni kama support unahitaji favor. Unajua hapa tuongelee favor. Unajua kuna ile mazingira ambayo ni ya ukweli kabisa. Mwalimu anafanya vitu kwamba makusudi kabisa, kwamba kwa sababu ni kweli kuna walimu wengine ni wale wamezeeka, si ndio? Na wanafanya, unajua kuna sababu mbalimbali zinasababisha walimu wanafanya hivyo. Lakini cha kwanza, inawezekana kama ni mwalimu amezeeka sana, anaangalia mazingira ambayo yeye alisoma, aliteswa sana. Kwa hiyo anataka alipize kisasi. Kwamba ni tofauti. Sure. Hiyo mimi nazungumzia mimi kwa ni kisasi cha walimu huko alipotoka na sasa hivi. Lakini kuna scenario nyingine, mwalimu tu ile mradi tu awakomoe. Kuna scenario tokea mimi kwa sababu ni kiongozi darasani, kwamba wanafunzi hawajafikisha kozi kwa kosa la mwalimu mwenyewe. Akawakalisha mpaka saa 8 usiku chuoni. Saa 8 usiku, mimi nilikuwa nimetoka mishemishe narudi chuo saa 6. Nafika pale naambiwa na watu, kiongozi mpaka sasa hivi hatujasikilizwa. Hiyo ilikuwa inaingia saa 6 na saa 7. Naingia kwa saa vipi, watu wako nje, ananiambia hivi wasubiri nimalize kazi zangu. Baada sasa nile kukaa, baada ya kuongea ikabidi waingie ndani. Tu walijazana ofisini, mimi baada ya kuacha mule ndani nikaondoka zangu. Ila mwalimu aliweka mpaka saa 8. Yale ni makusudi. Sio kwamba alishindwa kuwasikiliza kabla giza lijaingia. Yaani ni vitu vingine ambavyo mimi sioni walimu kutunyanyasa kwa namna moja au nyingine ina mantiki. Naona tu ni siwezi kusema ni hao walimu ngoja tu siwataje. Lakini unajua ndio na hao walimu kwanza wanajulikana, si ndio? Yaje tunawafahamu. Mheshimiwa kutajia hata mmoja mheshimiwa. Ambao unajua wengi, Unajua wengi lakini kuwataja ni kidogo inabidi. Unataja unaama nchi Roma iko wapi sasa? No, inabidi tuweke kidogo privacy. Lakini mimi najua watu wote ambao wanatuangalia wanajua kweli kuna walimu, kwa sababu watu wengi ambao wamepitia shule, hamna chuo unaweza ukasoma ukamaliza hujakutana na haya mazagazaga. Yaani walimu ambao wanakuwa bila sababu yoyote wanakufanya maisha yako yanakuwa ni magumu sana. Lakini unajua tumetaja sababu kama mbili, sio? Sababu nyingine ni kwamba inawezekana hata mwalimu mwenyewe hana ile idea kwamba anataka akutesa. Lakini ni kwa sababu ana mambo mengi na jinsi ya kushindwa kuyamanage yale mambo, anakuwa kama na ignore mazingira sasa kwa kuignore. Yaani kwa kuignore pia, kwa sababu inawezekana mwalimu labda amesahau kujazia max. Si ndio? Ni kweli una max zako lakini umesahau kujazia. Sasa ile kumfuata yeye mwenyewe na mambo mengi mpaka yani unakuta muda mwingine anashindwa kabisa kujazia na unafeli au unajikuta umerudia mwaka kwa sababu alishindwa kujazia zile max au alishindwa kusikiliza, kupata ule muda wa kusikiliza wenyewe. Lakini we are customers, sisi kama wanachuo sisi ni wateja na tunabidi tusikilizwe. Ni kweli. Our fees ndio zinazowalipa wale walimu. Ina maana ikifika stage kwamba wale walimu wanakuwa wanashindwa kutusikiliza sisi ni kina nani wana makosa? Kwa sababu sisi we are the one paying them. Kwa sababu sisi hela zetu ndio zinazowalipa. Iko kitu cha kweli. Mheshimiwa, ni kweli sisi ni wateja. Ndio. Na ada zetu ndio zinazowalipa wao. Lakini wale walimu wapo under control again. Sio sisi. Lakini who's money? Ngoja nisikilize. Sawa. Wale watu wapo chini ya chuo, si ndio? Chukulie mfano labda katika chuo ambacho nasoma mimi kwa mfano. Si ndio? Yeah. Katika shida mbalimbali ambazo zinajitokeza pale, unaenda kwa mwalimu kwa chuo dini unamwambia mimi kuna 1 2 3, anakwambia ndio baadaye. Si ndio? Sasa hivi unaanza kuzifanya au hii issue mimi sio ya kwangu, hainihusu, nenda huku fanya hivi, si ndio?
wewe kama wewe ile kesi hiyo scenario hauna uwezo kuipeleka juu. Ni kweli. Na anajua na kama ikikujibu vibaya, wewe ile kesi yako hata kama ungepeleka leo kufika juu kule sio leo. Utatulika sio leo. Si ndio? Otherwise uwe ni mtu ambaye unajua ni wapi pa kugusa moja kwa moja. Utakapata nini? Msaada ili ajifanye nini? Kwa mfano mimi nilishakupata scenario moja hivi, nilikuwa sijapandishiwa somo moja. Nakumbuka tunaelekea graduate kitu niko bache. Mimi napiga simu kwa HOD na mwambia HOD, mimi sijajaziwa course nani matokeo yangu yaini. Ananiambia subiria tafuteni ni booklet yako. Nikamwambia sawa. Baada ya siku ngapi wanasema lazima tutafute mtu wa examination aje aitafute aje atuambie sisi. Nikamwambia kimi namaliza, natakiwa jina langu liandikwe kwenye nini? Kwenye orodha watu ambao wanafanya graduate. Nafanyaje? Ananiambia sina jibu la kukupa. Lakini kwa vile mimi sasa nimekaa muda mrefu chuo, najua kwamba wapi kupitia. Kuna sehemu nilipiga simu moja kwa moja, bwana mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 marketing, ina shida 1 2 3. Okay. Naomba namba ya nani HOD wako. Nikampa namba ya HOD. Akampigia simu direct. Na jioni mimi nipandishwa nini? Sasa maana yake inawezekana lakini kuna kwa mfano wewe ulikuwa labda na channel ya kupitia. Kwa wale ambao hawana channel ya kupitia na kwenye. Maana yake kuna watu wananyimwa haki zao. Na mimi kitu ambacho nimekuja kugundua katika vyuo ni sehemu ambayo watu wananyimwa haki zao hadharani. Unalipa hela nyingi sana kulikusoma, si ndio? Unakuta ada yako hata inaweza kufika milioni 2 kwa mwaka. Lakini unakuja kitu kidogo sana, yaani kwa sababu ya uzembe wa mtu mmoja unaweza kusababisha ukaanza zile kwa mfano umeshafika mwaka wa 3 alafu unakuta umeshindwa kugraduate kwa sababu ya kitu kidogo sana. Yes. Kwa sababu ya promotion. Kwa sababu tu ya promotion. Sasa hivi unafikiri nini ambacho kinaweza kufanyika ili kufanya angalau ili jambo likawa angalau mikasa? Mimi nafikiri cha kwanza, kwa tatizo wa kwanza au mtatizo wa kwanza wa mwanafunzi ni kiongozi wake. Nikiwa na maana kwamba mtu wa kwanza kuweza kumtetea mwanafunzi ni rais. Okay. Kwa sababu ni yeye ambaye anasimama instead of wale watu. Yeye ndo anaingia vikao mbalimbali vyote. Ambavyo umeongea fresh. Sasa ngoja kwanza kidogo. Hivi unafikiri kweli kwa mfano kwa review mbalimbali marais wana hiyo sauti kweli ya kuweza kufanya, sababu nikiangalia kama jambo linakuwa complicated sana. Marais wanaweza wakana uwezo wa sababu hili sio jambo la chuo kimoja. Nikaribia vyuo vyote watu wanapitia majambo kama haya. Lakini vyuo vina viongozi, vina marais na kila kitu. Sasa ni kwa nini jambo halikomi? Halikomi kwa sababu moja. Kama sio tatu. Sababu ya kwanza, je, rais unapoingia kwenye madaraka interest yako ni nini? Unaenda pale kuwasaidia wanafunzi? Unaenda pale kwa self interest za kwako mwenyewe? Ikiwa unaenda kwa interest za kwako mwenyewe, hauendi kuwasaidia wanafunzi. Na hauwezi kuwa na sauti ya kuzungumza kwenye vikao vikubwa vya chuo na bodi ya chuo. Sasa mheshimiwa, manake kwa review vyote manake wao marais wote wameshindwa. Vipo hivyo ambavyo wanafanya vizuri. Lakini mimi naona nikakupa mfano pia wa chuo. TIA. Wao hawana matatizo kama haya. Sio kama yani sio kama ya baadhi ya vyuo vingine. Mfano. Tukiweke kwenye mimi nishafanya ziara pale TIA. Kila waziri anakuwa ana mamlaka ya kuweza kukutatulia tatizo lako moja kwa moja. Yaani ukienda kumwambia bwana mimi waziri labda wa afya, waziri wa elimu na changamoto 1 2 3. Anahakikisha ameanza step ya kwanza mpaka ya mwisho mpaka anakusaidia. Lakini sasa mimi pia chuo changu mimi ambacho nimesoma ambacho nasoma sasa hivi ni mara chache kumkuta waziri ana uwezo wa kumsaidia mwanafunzi zaidi. Okay. Naona kama tumeamua kwenye mada kidogo hapo. Si baadaye tulikuwa tunataka kucheki walimu ambao sasa tumeamua tujike kwa majini. Lakini issue kubwa ni kwamba hao walimu ambao wanasababisha maisha yanakuwa jehanamu kwa wanafunzi na ni kutokana kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa sababu anaweza akafanya vitu akizani yeye ni kwamba anataka wanafunzi wanyoke, lakini sio kuwanyosha wanafunzi. Wanafunzi sasa hivi wanajua kwanza juu kwa nini kunyoshana? Nishakuwa kubwa. Kwa nini tunajoshana? Tunataka kunyoshana. Walimu wanakuja wamepania kabisa ili hata mtanikoma au mwaka mtanikoma. Kwa nini inakuwa hivyo? Lakini pia kuna mazingira. Mazingira ya kwanza yanasababisha sisi wenyewe wanafunzi.
hakuna mwalimu ambaye anapendezwa kuja darasani akuta kuna robo ya wanafunzi. Okay, wao wanataka na wanafunzi sasa hivi kweli kwa mfano hapendi kusoma wanafunzi sasa hivi. Tuna kipindi kipo wanafunzi 400 wapo wanafunzi 100. Wewe kama mwalimu utafanya? Ni kweli hiyo inachukiza sana. Na kuna muda mwingine lakini mimi nikwambia kitu kimoja. Inawezekana hizi njia ambazo wanazitumia zisiwe sahihi kwa sababu ukishasema wanafunzi nataka nifanye hivi ni ina maana wanafunzi wenyewe. Yaani mimi kuna darasa nalikumbuka unaweza kawaambia wanafunzi ndio kazi kuwapoteza kabisa. Kwa sababu namna ambayo nadili na wanafunzi wa sasa hivi sio kama namna ambayo watu walikuwa nao. Sasa unaweza kuwatishia na wale ndio hawatishiki kabisa, yaani ndio kwamba wale wao ukiwazingua wanaacha chuo wanaondoka. Kwa hiyo ni namna nyingine sio namna ya kuweka kwenye mstari kama hivyo. Lakini pia watu ambao mimi nahisi walizo changamoto ni malecturer vijana. Yeah. Wazee hawana hizo nani, wanataka kuonyesha kwamba sisi sasa tuna power, tuna authority. Akija kijana anaona kwamba wale vijana wenzangu nisipeka nguvu ya kutosha au nadharau. Ile ndio inakuwa kitu kibaya. Sasa kwa kipengele chetu cha kwanza nadhani kwa muda umeshaisha hapa, ndio tutapata kupumzika kama dakika moja alafu tukarudi tena kwenye kipengele chetu cha pili. Hii ni Benki Creativity na kipindi ni Campus Life. Yuri Champion! Muda sasa wa kukiwasha ile ligi yako pendwa ya Yuri Champion msimu wa pili hii hapa. Mwanachuo umejipangaje? Unaenda kukutana na wadau wa vyuo kibao kuonyesha uwezo wako kwenye kategori mbalimbali, talents, games, social works na burudani kibao. Wanaitwa football. Ligi inaanza mwezi wa 5 na kabla ya ligi tutakuwa na mechi za mtani bingwa. Ni mtani bingwa chuoni kwenu? Hivi ni Simba au Yanga? Mtaamua nyie. Yuri Champion 2025. Wadau na wadhamini mnakaribishwa kushiriki nasi katika ligi hii kubwa ya vyuo Tanzania. Na kama haitoshi baada ya yote tunafunga na bash. Wasanii wa Bongo Flava na vyuoni wataperform. Wadau na wadhamini wanaohitaji kushiriki wasiliana nasi kupitia 0699 505070. Yuri Champion 2025 kimewaka. Tikia mambo ya kizunguni. Okay, tumerudi tena na kipindi kama kawaida ni Campus Life. Niko na MC Koko hapa na sasa kipindi kimesha rudi hewani. MC Koko, hebu tuambie kitu kwanza kabla tuendelee. Yes, bana, kama tulivyosema hapo mwanzo kipindi chetu kinaitwa Campus Life na kipengele hichi ni kipengele cha maswali. Maswali kwa mgeni wetu, mgeni rasmi Tajir. Tajir. Sasa Koko, hebu kwanza niambie maswali ambayo umeandalia. Hebu anza kumuuliza moja moja hapo, anze kutupa majibu yake. Maana ukija hapa kama mgeni lazima ujue kuna maswali. Lazima uchafwe. Lazima ulizo kwa nini ulikimbia uwanjani. Asia kauliza swali hapa akakimbia. Kwanza muulizeni mwananchi au ni ona kama mtani wangu mwananchi. Mnyama. Walosikia sauti za mbuzi au? Basi sawa mtani, karibu tena kwenye kipengele chetu cha pili cha maswali na mimi ndiye nitakaye kuuliza maswali hayo. Nikianza na swali langu la kwanza, kaka Jose, wewe kwa elimu ulofikia ni elimu nzito kabisa, masters. Lakini pia ulipokuwa bachelor ulipitia uongozi, ulikuwa kwenye uongozi. Nataka utupe system ile ya uongozi wanapokuja kuomba kura kwa wananchi, kwa sababu na suna hapa tunakaribia uchaguzi, vyuo vingi vinakaribia uchaguzi sasa hivi. Wanakuja viongozi wengi wakiwa na mbwembwe na shauku kwamba chague, lakini wakishaingia mambo yanakuwa tofauti. Tunaanza kuona mwenye rais alikuwa mwembamba kati anaomba kura, akapata kura kawa rais anakuwa na kitambi. Inakuwaje hapa kati kabla waje viongozi mambo yanakuwa wanaongea kabisa fact, lakini wakishaingia vitu vinavurugika. Okay. Fikiri naweza nikakujibu kama ifuatavyo. Cha kwanza kinachosababisha viongozi kubadilika wanapokuwa wamepata madaraka, kuna vitu viwili. Kiongozi unapoingia kwenye madaraka, intention yako ilikuwa ni ipi before kuingia kwenye madaraka? Je, wewe intention yako ama lengo yako ilikuwa ni kuwasaidia wanafunzi, au intention yako ya pili ilikuwa ni kwenda kuchuma fedha kule?
Kuna wengine wanaochuma fedha. Yes. Kwa unataka kutumia mheshimiwa kwenye uongozi wa chuo kuna hela. Kuna hela ni Vincent. Of course sio fedha, ni Vincent. Lakini kuna hela. Hasa ni posho ambazo za kawaida sana ambazo ni hela, lakini ni hela. Ni pesa. Okay. Kwa hiyo hizo zinategemeana sasa. Ikiwa mwanafunzi au kiongozi umeenda kuwa rais kwa mfano, wa chochote kile, intention yako ni kuwasaidia wanafunzi. Utawasaidia wanafunzi. Na sidhani kama unaweza ukapata muda wa kurelax au kunenepa ikiwa vyuo vingi vina changamoto nyingi sana. Na hasa za wanafunzi. So unatakiwa unapofika asubuhi chuo mpaka jioni unaondoka, unaweza kuwa hujamaliza changamoto hata moja. Ni bado ziko kwenye process, tunafuatilia huku naenda huku. Unapata wapi muda wa kunenepa? Ina maana una relax. Kwa maana maliza ukiwa rais utaki kunenepa ukiwa kiongozi. Yes, kiongozi lazima muda wote akili, muda wote lazima ujue kwamba changamoto ni ziko wapi. Nizifuate changamoto, nikabiliane nazo, niwasaidie wanafunzi, niwasaidie. Yaani lazima ujue kwa sababu wewe imagine una wanafunzi karibia 18,000, 19,000. Umechaguliwa wewe. Katika wanafunzi 19,000 ni wangapi wenye matatizo? Unapata wapi muda kurelax? Kwa hiyo mheshimiwa hapo nataka kusemaje, viongozi wanatakiwa waweje kwenye kazi zao? Mimi nafikiri viongozi wanatakiwa kwanza utambue kwa nini unahitaji uongozi. Ukishajua uongozi ni nini, maana halisi ya uongozi au kiongozi ni nani, anatakiwa awe. Ukishatambua ethics hizo za uongozi, unaweza kuongoza vizuri wanafunzi. Unaweza kujua nini ambacho unatakiwa kufanya kwenye uongozi wako. Wewe umeshaikuwa kiongozi yote wakati uko chuo? Nimeshakuwa kiongozi gani? Nimeshakuwa waziri wa michezo. Waziri wa michezo. Yes. Ni changamoto gani ambazo ushakupitia wakati ukiwa kiongozi wa waziri wa michezo? Changamoto kwa upande upi? Yaani unajua ukiwa kiongozi changamoto zinakuwa nyingi, lakini kwenye upande wa uongozi, sababu unajua ukiwa kiongozi na kama ukiwa waziri maana yake kuna changamoto za space kwa wanafunzi na kwenye yaani watu wa juu kwako, si ndio? Yes. Sasa mimi nataka niongelee kwenye undani ya uongozi wako, yaani uongozi kwenye uongozi. Okay. Changamoto zilizokuwa unazipata. Of course changamoto zilikuwa ni nyingi. Na hizo changamoto kwa mwanafunzi wa kawaida ni ngumu kuzifahamu na kujua kama kiongozi husika waziri unazipitia changamoto. Changamoto ya kwanza ambayo naipitia ni kutopata any connection ya moja kwa moja kufanikisha kile ambacho nakihitaji wewe. Kwa nini? Mimi kama waziri naingia na mipango yangu kwamba bwana nahitaji nifanye 1, 2, 3. Lakini bosi wako, mimi nina bosi. Bosi wangu ni the top kabisa ambaye ni rais. Sawa. Unampelekea mipango. Ukiwa waziri maana yake bosi anaanza kwanza waziri mkuu. Anaanza waziri mkuu. Lakini mwenye maamuzi makubwa ni nani? Rais. Ni rais. Ndio. Yes, hata kama waziri mkuu ananipitishia kitu, bosi kule mkubwa akikataa hamna cha kwenda bali. Shimeshia hapo. Kwa hiyo nimesema the top ilikuwa inamaanisha maamuzi mkuu anayeamua. Na kwa na strategy zangu bwana natakiwa nifanye katika kipindi cha mwaka mmoja, nahitaji nifanye 1, 2, 3. Nahitaji msaada wako katika hili. Lakini unapeleka basi nakwambia okay nimepokea. Tutashughulikia. Inaishia pale pale mezani. Unafanya follow up kila siku, unaambiwa bado unafuatilia, unajua mambo bwana ya kitaasisi na vitu vingine. Unajikuta mpaka hamna zofani, inazidi kwenda, hamna tunachokifanya. Sasa kuna wale wanafunzi ambao pia hawajawahi kuwa kwenye uongozi na wanatamani sana kuwa kwenye uongozi wa chuo. Haya matatizo watakuwa wayajue ili wajue kabisa wanaingiaje kama wanatamani kuingia, na pia uelezee kama mtu anataka kuwa kiongozi, anawezekana na kile kipaji cha kuwa kiongozi, anafanyaje na anajuaje kama hizo changamoto zitakuwaje. Kwanza ukiwa unawish kuwa kiongozi katika tunazungumzia kwenye upande wa vyuo, lazima uwe committed kwa ujikane, yani ujikane na kujikana lazima ubebe msalaba kwamba bwana mimi hapa naenda hapa kuna mawili. Kuna kutumbuliwa au kutumbuliwa kuna kuwasaidia wanafunzi. Kuna kutumbuliwa? Kama shule. Hatari. Unaona? Ukiwa
una intention ya kuwasaidia wanafunzi, unakutana na vigingi vingi sana. Kuanzia kwa rais, kuanzia yani sehemu zote ambazo unahitajika kwenda kugonga mlango ili usaidiwe, utakutana na changamoto. Je, ni namna gani unaweza kuziface hizo changamoto? Ni lazima uwe aggressive kuzitatua zile changamoto ili uzifanye kwenda mbele. Kwa kama unahisi kwamba hauna ule moyo wa chuma kwamba bwana mimi changamoto nikikabiliana nayo lazima nihakikishe mpaka napenya, uongozi uache. Kwa hiyo ni wanafunzi ambao pia wanatamani kuwa viongozi ambao hawajawahi wanakaribishwa. Wasiwe na moyo mwepesi, inabidi wawe na moyo wa jiwe. Basi inaonekana ulivyokuwa kiongozi kama mnavyomuona brother Joseph, ni handsome brother somehow. Wewe ni handsome kaka. So kabla ulivyokuwa kiongozi lazima ulikuwa una umaarufu fulani, labda kutokana na tabia yake ya kuwa mtu wa watu. Hata mimi hapa namuona ni mtu wa watu. Je, wakati uko kwenye kampeni zile za uongozi kipindi uko bachelor au ulivyokuwa kiongozi ukutana na zile changamoto za mtu anajaribu kukuletea skendo mradi tu akudondoshi au yale mahusiano yako, kwa sababu wanasema viongozi wengi wanapenda sana kuopoa. Kumbe na ushajue kukitu. Ala, na vio sana naona. Wanaopoa. Kila siku rafiki yako mpya anakuletea picha mtu huyo mmoja. Unamjua kiongozi wa Simba unashangaa. Unamjua kiongozi wa chuo fulani unashangaa. Mbona kila siku ni mmoja? Nataka ni hicho kitu ni ukweli au uoga wanasingiziwa viongozi kwamba lazima kila intake viongozi lazima wapite nayo au poe tu. Swali zuri. Naweza nikajibu kama ifuatavyo. Tunarudi kwenye mada ile ya nyuma kwamba kiongozi anatambua ni nini ambacho anakifuata. Ni nini kimemfanya awe kiongozi? Lakini ndio kitu kwanza ni kweli. Ni kweli kipo. Ni kweli kipo. Lakini kipo kwa wale ambao hawatambui nini ambacho anataka kufanya. Kwa sababu ukiwa kiongozi wa chuo unakutana na wanafunzi wengi wanakuja ikiwa na shida. Sivyo? Yeah. Na unabadilishana nao contact. Sivyo? Yeah. Sasa kama huwezi kutambua kwamba wajibu wako ni kuwasaidia wale wanafunzi, ukajiongeza kwa namna nyingine, ina maana wewe tayari kwenye misingi ya uongozi tunatoka tukutoe. Sasa tuende kwako, ushikuopoa. Wewe kama wewe ukatumia tu yale kwamba sasa unajua mimi. Wewe hapo anakuwa staarabu bwana. Na viongozi wanatabia kushirikiana. Shemeji. Shemeji karibu. Je, ushawahi kupata mambo kama haya? Mimi sijawahi, nafikiri sijawahi kufanya mixer hivi. Sijawahi kufanya. Mixer ila wawili watatu. Yaani mixer kwamba ya wewe tayari una mchumba au una mke au bado? Nina mahusiano. Una mahusiano. Ambao ana mahusiano sio mahusiano. Ya kuficha bado. Hayako direct. Yako direct. Unaweza kumtaja hapa. Ukampigia. Mimi unaweza kumtaja apigiwe tu tumsalimie shemeji. Kumtaja ni shemeji. Unaweza kumtaja. Basi hapo kuna doubts. Apigiwe. Hata sasa lazima kupigie. Akimtaja tu nina hapo inatosha sababu si itakuwa hata nikimtaja. Sema hata jina tuliweke kwenye mabano. Kwenye mabano. Lakini ni mmoja. Ni mmoja. Au yeye ndo apendi kutajwa. Amna, lakini mimi namheshimu. Namheshimu yeye. Anasoma chuo hicho unachosoma wewe au yeye? Sio mwanafunzi. Sio mwanafunzi. Sasa hebu kwa sababu muda unakimbia kidogo. Kwa hebu tupe swali la mwisho alafu twende kwenye mapumziko tena. Okay, so mimi swali langu la mwisho na la pekee kabisa, acha nikuulize kwamba wewe kutokana na uongozi wako na mazunguko huko nyuma huko bachelor, cha kwanza ni rahisi kupata mpenzi ukiwa una umaarufu fulani chuoni, pia na tupomalizie kwamba unawezaje kutunza uhusiano wako bila kuathiri masomo yako? Swali zuri. Watu wapate madini. Tupe. Wewe muuliza maswali mawili. Rahisi kupata mpenzi ukiwa una umaarufu fulani chuoni, mtu kama wewe mzito kabisa. Ni rahisi kupata mchumba. Wanashoboko ina maana maneno. Inategemeana kichokozi. Shoboki inategemeana na aina ya wadada. Kwa sababu gani? Kuna watu wanaamini kwamba ikiwa na mtu fulani anahitaji kuwa na jina na yeye, au anahitaji kuwa proud kwa wengine. Kwa hiyo mtu kama huyu anawish kuwa na kiongozi ambaye ana
ana platform kubwa, ana jina na nini na kiongozi. Lakini so far nafikiri viongozi wengi wanatumia hizi platform vibaya. Kujipatia Na sio tu viongozi wa nani, sio tu viongozi wa vyuo, hata viongozi wa serikali. Okay, sasa hebu turudi kwenye nawezaje? Yes. Naweza kwa sababu ili kama mimi na vitu niwaambia vitu vitatu. Nina uongozi, alikuwa nisome na mahusiano, sio? Kitu cha kwanza ni muda. Nishajitambua kwamba muda huu natakiwa nifanye hiki, muda huu natakiwa nisome, muda huu natakiwa ni ile karibu na Mamilo. Nishaanza vitu hivyo vitatu like hamna kitu kinanisumbua. Ni muda tu hao unapangilia muda wangu basi. Kwa unashaurije vijana ambao wengi wanapenda kuchanganya? Maana vijana wengi tumejipita kwenye mapenzi, masomo. Anapata sapu 7. Sapu 7 kwa sababu muda. Wajitahidi kumanage muda. Kama akiona hawezi bora aache. Mapenzi ya Mtu anahangaika, mpenzi mwenyewe hakutaki, unahangaika unang'ang'ania, hakutaki, hakutaki. Mwache. Kama hakutaki mwache. Katumwa na familia aje kusoma na kuchanganya kilisi. I say, mtu anaweza kwenye mapumziko ya dakika 0 alafu tunarudi kumalizia kipengele cha mwisho. Okay, tumerudi tena na sasa bana. We back. This is the last Segment. The last segment of our kipindi Campus Life. Campus. Kipindi kinaitwa Campus Life. Sasa maisha ya campus, sasa tunataka tujue kwenye maisha ya campus mgeni wetu hapa amepitia nini, amefanya nini na alikuwa kiongozi, challenges, success, failures, zipo masapu. Amepata sababu ngapi, amekeri, amefanyaje nini, na watu wengine pia wakati mnakuja chuo msikie kichwa mjue kuna keri, kuna sababu na vitu kama hivyo. Mheshimiwa, hebu tuambie kwenye maisha yako ya chuo ulishapitia mambo mangapi ambayo kwenye uongozi na pia kwenye mambo mengine darasani, kupata sababu, kupata keri, vitu kama hivyo. Any challenge? Tupitishe kwa haraka hapo tujue ilikuwaje. Okay. Of course kwenye uongozi challenge ni nyingi, hasa kwa upande wa darasani. Kwa upande wangu mimi nilikutana nazo kupata zile marks ambazo ulikuwa unazitarajia kupata. Yaani kwamba kama ulikuwa umepanga huo unapata upate A, ukichangia kwenye uongozi bwana, zile asilimia zinafanya nini? Zinapotea. Zinapungua kwa sababu uongozi unakuhitaji uinvest muda mwingi kule. Kwa sababu gani? Ni kuwasaidia wanafunzi kwenda huku, kufanya hivi. Kwa kama mimi nilikuwa waziri wa michezo, kwa hiyo inabidi muda wote nihakikishe nafanya follow up ya wanafunzi, niwasaidie jezi, nifanye hivi, wana mechi ya huku niwapeleke huku, nitafute usafiri waende huku, unaelewa? Okay. Yes. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo ku-maintain ile na nini, kuweza maintain. Kwa sababu keri zilikuwepo sana. Sababu kwa hivyo. Keri nao je keri sikupata. Unaweza ku-maintain. Na vipi kwenye upande wa uongozi? Sasa gani ulikuwa nazo na pia labda failures gani ulizipata na kwa sababu gani? Okay. Kwanza kwenye success, nikiwa kiongozi hasa waziri wa michezo, nilikuwa waziri wa michezo, niliingia na malengo yangu ambayo nilihitaji kuyatimiza kwenye uongozi. Cha kwanza ilikuwa ni kuwa na timu ya wachezaji wapya kwenye chuo. Unajua kuna mazingira unaenda kutoka kuna makontawa, yani wale kwamba bwana sisi hapa ndio sisi yani. Kwa madogo nyada mkipiga mazoezi, kuna muda utakuwa mtafanya nini? Mnaondoka, mnatuacha sisi nafanya nini? Tuondoka na timu. Okay. Basi mimi nikiwa waziri nilianzisha program ya kuwatafuta wachezaji wapya. Kuanzia certificate mpaka bachelor. Wale wachezaji nikawahamasisha na kweli wakaitika. Nikawafanyia usajili, wakaandika majina, kozi na kila kitu. Nikawapeleka uwanjani. Kwa hiyo tukaanza kutengeneza timu upya chuo na nilifanikiwa. Mpaka sasa hivi tulipata timu mpya na ambao nafikiri ndio mwaka huu pia imeenda kwenye mashindano ya vyuo vya kati ambayo ilifanyika Moshi. Lakini pia nilifanikiwa kuwachukua wachezaji wangu wa basket, volleyball na netball kuwapeleka kambi. Wapi? Kigamboni kuna kambi moja hivi, kuna camp moja inaitwa Bamba,
iko Kigamboni Cheka mbali kule kabisa ufukweni. Tuliwapeleka wachezaji kwa gharama zangu mwenyewe. Kwa nini niwapeleka wachezaji? Ile pre-season kabla hawajaingia kwenye kwenye mashindano ya vyuo vya kati. Niliwapeleka kule kwa ajili ya kurefresh, kwa ajili ya kukomaza misuli, kukimbia baharini, kuenjoy, yani kuona mazingira tofauti kabla hawajaingia kwenye mechi. Kwa walikaa almost kama wiki kule kwa gharama zetu wenyewe na wapa kila kitu and then tukarudi. Unaona? Kingine pia ambacho nafikiri nahisi ni success kwangu, kuna vijana ambao niliwatengeneza mpaka sasa hivi wanajivunia kupitia mimi kwa sababu niliwahamasisha kwamba wanaweza. Na wakaja kwenye mazoezi na mpaka sasa hivi wako proud of me kwamba mimi niliwafanikisha kufika sehemu fulani. Kuna vijana wengi wa basket ambao mpaka sasa hivi wako wanacheza timu ya vijana ya Ada City. Ni kwa sababu yangu mimi niliwahamasisha kwamba mnaweza wakaje. Wamekuja na kupitia mimi wamefanikiwa. Kwanza nikajivunia. Lakini pia nafikiri ndiye waziri pekee ambaye niliweza kuipeleka timu yangu nusu finali. Kuanzia ukichukua miaka 6 nyuma CBE wakati tunashiriki mashindano, hatujawahi kuingia nusu finali. Miaka 6 nyuma. Lakini mimi ndiye waziri ambaye nilifanya nini? Niliwapeleka wachezaji wangu wa mchezo wa football mpaka tukaingia nusu finali. Na tukafanikiwa kubeba kombe la mshindi wa 3. Pongezi kwa. Hongera sana. Naweza nikasema ni mafanikio na vile vitu ambavyo nilipanga kuwa mshindi wa kwanza kuingia finali, lakini bi yake hata kama nikisipoingia finali niwe nusu finali na nilifanikiwa. Okay, na baadhi ya failures ambao ulishindwa failures ambazo nilishindwa kuzifanya ni kushindwa kufanya baadhi ya michezo ambayo nilihitaji kuifanya kama jogging na michezo mingine ambayo haijawahi kufanyika. Hiyo ni moja ya failures ambayo mpaka leo inaniumiza kwa sababu mimi ni kiongozi. Ninapokuwa kwenye idara yote ile natamani kuacha legacy pale nilipo. Nilitamani kuacha legacy pale. Ikashindikana kwa sababu ya vizuizi mbalimbali vya mabosi wangu na vitu vingine na msofa mnaelewa kabisa uongozi ulivyo. Okay, sasa hatujamaliza, nataka nimuulize tu swali moja dogo. Bana, talent yako ambayo watu wengi hawaifahamu unayo, talent gani? Unajua kila mtu anakuwa na ile ina talent. Tunafahamu kitu ambacho watu wengi hawajui kama unacho, lakini unacho, unajua. Ni nini? Kuchora. Wewe ni mchoraji? Mimi ni mchoraji. Mzuri sana. Mzuri sana. Nakumbuka nikiwa form 4 nisha kuchukua tuzo ya mchoraji bora. Hongera sana. Tungejua hiyo tungekompea pia hoja na mchoro wako mmoja tu. Umeona? Yaani angesema tu kuimba ningemwambia mtembea. Ana bahati sana. I say tunashukuru sana kwa muda wako kiongozi. Najua tumepata madini fulani. Najua pia watazamaji wamepata kitu kutokana na ujio wako hapa. Lakini pia kama watazamaji mlikuwa mnafuatilia kuanzia mwanzo, tumeweza kuongelea kwanza wale walimu ambao wanasababisha maisha yanakuwa magumu chuoni. Najua mnawajua. Hebu najua mnaweza mkawatagi hapo kwa kwanza. Ngoja tuwasamee. Wewe utarudia mwaka. Basi inatosha. Kwa safu mpaka shule kuzibeba. Basi inatosha. Okay, endelea kufuatilia kipindi hiki cha Campus Live. Na kama unavyoona ndo kipindi chetu kitakuwa hivi, lakini pia tutakuwa na watu mbalimbali. Kuna wengine watakuja hapa ni watu maarufu. Endelea kuwa na sisi katika vipindi vyetu vyote. Koko, una chochote cha kuambia watazamaji kabla hatujakaribisha mheshimiwa Koko? Of course, sina cha kuambia zaidi ya kuambia tunawapenda. Of course, wazidi kufollow account zetu. Okay. Subscribe channel yetu. Tunawapenda na tunawaletea vitu vizuri kabisa. Wakae tayari, stay tuned guys. Sasa mheshimiwa, hebu wape neno moja wa watazamaji ambao unajua wengi ni wanafunzi na vijana. Mimi nafikiri neno ambalo naweza nikawapa watazamaji ambao wengi wanafuatilia kipindi hiki wanakuwa ni wanafunzi wanavyuo hasa. Ukihitaji kuwa kiongozi, ishi ethics za uongozi. Amini katika kile ambacho unakiamini. Kama unaamini wewe ni mwanamuziki, amini kwenye muziki, kuna siku utakutoa. Kama unaamini wewe ni utafanikiwa kwenye elimu, ikazania elimu itakutoa. Ukiamini kwamba yani chochote unachokiamini wewe ukiwa chuo, kifanye kwa sababu ndio platform yenyewe. Okay. Tupige mjadala kwa show. Nadhani tumepata hilo neno kutoka kwa
kiongozi wetu hapa. Kwa hiyo hivi ndio jinsi tunavyohitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo, lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kinachokuja. Kwa hiyo endelea kuwa na sisi Benfica Creativity. Campus Life inaendelea kuwa ya moto. See you next.